Malipo haya yalikuwa ni sehemu ya fidia kwa wakulima waliopata hasara kutokana na mafuriko yaliyoharibu uzalishaji. Nikiripoti kutoka hapa katika ofisi za TAKUKURU hapa mkoani Shinyanga, ambapo leo hii taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani hapa imetoa taarifa katika kipindi cha robo ya Januari hadi Machi. Akizungumza na vyombo vya habari, mkuu wa TAKUKURU mkoani Shinyanga Donisia Nekesi amesema wamebaini wizi wa fedha zaidi ya shilingi milioni 151, fedha zilizotarajia kutumika kama fidia kwa wakulima wa zao la tumbaku huko katika halmashauri ya Ushetu wilayani Kahama hapa mkoani Shinyanga. Amebainisha kuwa miongoni mwa waliobainika kuhusika katika wizi wa fedha hizo ni viongozi wa AMCOS, akiwemo katibu wa chama cha AMCOS huko katika halmashauri ya Ushetu kwa kugawana fedha yeye, mke pamoja na mtoto wake. Hata hivyo, kati ya shilingi milioni 151, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imefanikiwa kurejesha shilingi milioni 92 katika akaunti ya AMCOS, fedha ambazo zilikuwa tayari zimekwisha gawanwa na viongozi wa chama hicho. Kutoka hapa katika ofisi za TAKUKURU mkoani Shinyanga, mimi ni Abel Michael, W News. TAKUKURU mkoa wa Shinyanga, yani kuanzia Januari hadi Machi 2024-2025 imefanikiwa kuzuia au kudhibiti mali za umma baada ya kufanikisha kudhibiti kiasi cha shilingi milioni 92 na 160,000 ambazo zilikuwa zimefujwa na viongozi wa chama cha msingi Ibambala, halmashauri ya wilaya Ushetu. Malipo haya yalikuwa ni sehemu ya fidia kwa wakulima waliopata hasara kutokana na mafuriko yaliyoharibu uzalishaji wa zao la tumbaku katika msimu wa kilimo wa 2023-2024. Ufuatiliaji ulibaini kuwa fedha hizo hazikugawanywa kwa wakulima na badala yake viongozi wa chama hicho ambao ni katibu meneja Bwana Charles Alex Shiengo na mwenyekiti wa chama hicho Bwana Faida Paulo Deda walifanya ubadhirifu wa fedha hizo. Ilibainika kuwa ni kiasi cha shilingi milioni 11.6 tu ndicho kilichogaiwa kwa wakulima 152 pekee. Kiasi cha shilingi milioni 151.5 kiliweza kuangukia mikononi mwa watu 4 tu, ambao ni mwenyekiti wa chama hicho Faida Paul Deda aliyejilipa shilingi milioni 53.5, katibu meneja wa chama hicho Bwana Charles Alex Shiengo aliyejilipa jumla shilingi milioni 58,300, mke wa katibu meneja Bi Lucy Masanja Gidabita aliyejilipa shilingi milioni 34,580,000 na mtoto wa katibu meneja Bwana Charles Masanja ambaye alilipwa jumla ya shilingi milioni 5,583,519. Wamelipwa fedha hizo isivyo halali kwa kuhamishiwa kwenye akaunti zao binafsi, jambo ambalo ni kinyume na taratibu na maadili ya uongozi wa vyama vya ushirika. TAKUKURU imechukua hatua za kudhibiti fedha hizi ambapo hadi sasa kiasi cha shilingi milioni 92.16 kimedhibitiwa.